Daudi alikuwa na vijana 12, lakini kuna kijana alikuwa anapenda sana, alikuwa anaitwa Yusufu. Hata Biblia inasema alimshonea koti mzuri sana ya marangi mingi, na ikafanya madugu zake wamshukie. Tena alikuwa anaota ndoto akiwa mkubwa mbele ya madugu zake, na hawa wakamshukia kabisa, wakaona kumbe huyu jamaa atatawala sisi. Yaani kila wakati akiota ndoto alikuwa anaonyeshwa hawa madugu zake wakimuinamia. Hiyo ilikasirisha madugu zake, na alikuwa na mipango mibaya kumhusu Yusufu. Na hebu nikwambie, kuna siku moja aliambia baba yake ati hata aliota baba yake na mama yake na madugu zake wote wakimuinamia. Hiyo pia hata Jacob mwenyewe alishindwa ni ndoto ya namna gani, na akauliza Yusufu, kwani hata mimi na mama yako tutakuinamia? Hiyo pia akaiweka kwa roho, lakini ilimshinda. Nataka kusema mambo ya Mungu hakuna mtu anaweza kueleza, ni kwa sababu ni lazima baada ya kukaa itatimia na kila mtu atashangaa. Na siku moja Jacob akatuma Yusufu huko, madugu zake walikuwa wanachunga mbuzi zake, na awapelekee chakula na ajue hali yao iko namna gani. Lakini alipofika kwa hawa vijana wakamwona wakiwa mbali, na wakaanza ona yule mtu wa ndoto, ni tupange vile tutakavyomuua, ni kwa sababu anatuumiza mioyo yetu sana. Na kusema kweli wakaanza kuongea katikati mwao, wengine wakawasema ni vizuri tumtupe kwa shimo ambalo halina maji, akufie huko baada ya sisi tumuue. Lakini huyu Reuben alikuwa amepanga hiyo mipango, ndio nyumaye hawa vijana wakienda aende amuokoe. Lakini wakakaakaa, wakaona vizuri wamtoe, wamuuzie hawa watu wa kutoka Misri, na wakamuuza na wakamnyang'anya hiyo koti, na hiyo koti wakapelekea baba yake, wakamwambia kijana yake ameliwa na wanyama, na ndivyo Jacob naye akaanza kumourn. Na wakati Yusufu aliuzwa huko Misri, alichukuliwa na mtu alikuwa anaitwa Potifaru, na Potifaru akampenda sana, ni kwa sababu Mungu alikuwa upande wa Yusufu, na huyu Potifaru akabarikiwa ni kwa sababu ya Yusufu, na akamfanya mkubwa ya kila kitu ndani ya nyumba yake isipokuwa chakula yake peke yake. Lakini kukaakaa naye bibi ya Potifaru akapanga mipango ati walale na Yusufu, na Yusufu akakataa katakata, na akasema hawezi fanya hilo jambo, ni kwa sababu mkubwa wake alikuwa amemfanya mkubwa wa kila kitu ndani ya hiyo nyumba isipokuwa mke wake. Lakini kukaakaa akaingia rumu, Yusufu akaingia kwa rumu, akaanza kuisafisha, na huyu mama akamfuata mpaka huko, na Yusufu kuangalia akakimbia, na huyo mke wa Potifaru akashika hiyo koti, akaachwa na koti ya Yusufu, na akakasirika sana, akapiga kelele, na wafanyakazi wengine wakakuja, akawaambia bwana yangu alifanya vibaya, unaona alilete huyu mtu
Muisraeli hapa, unaona alikuwa anataka kunishika nguvu, isipokuwa ni vile nimepiga kelele angenishika kwa nguvu. Na hapo Potifari alipokuja kusikia hayo maneno, akakasirika na akashika Yusufu akamweka kwa jela. Na huko kwa jela pia Yusufu alikuwa na Mungu. Mungu hakumwacha. Huyo mkubwa wa jela alimfanya mkubwa wa wafungwa wale wengine. Yeye ndiye alikuwa akiangalia wafungwa wale wengine. Na kuna wakiwa huko, kuna huyo anaitwa Chief Baker aliota ndoto, na kuna huyu Chief Wine, kuna Chief Wine naye aliota ndoto, na huyu Chief Wine akaambiwa, kusema kweli utafunguliwa na urudishiwe kazi yako, na huyu Baker akaambiwa utanyongwa. Na baada ya siku 3 kuisha, wote wakafunguliwa. Baker akanyongwa na huyu wa Wine akarudishiwa kazi. Lakini hapo mbeleni Yusufu alikuwa amepembeleza huyu wa Wine, ati favor ikiwa upande wako, usinisahau, ongea maneno mazuri mbele ya king wa Misri. Lakini wakati aliashiriwa alisahau maneno, na Yusufu akaendelea kukaa ndani ya jela. Kukaa huyu king wa Misri naye akaota ndoto, na wakati aliota ndoto kukatafutwa mtu yule anaweza tafsiri, lakini huyu wa Wine akakumbuka kuna maneno walikuwa wameongea na Yusufu, na ndivyo akaambia huyu king wa Misri, kuna kijana mdogo sana Muisraeli ambaye anaweza tafsiri hiyo ndoto. Na wakati alikuja akatafsiri hiyo ndoto vizuri, na akaambia huyu mkubwa wa Misri, we tafuta mtu aweke chakula tayari kwa sababu ya hiyo njaa ya miaka 7. Naye huyu king akasema hapana, mtu yule anafaa ni Yusufu mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye ametafsiri na akatafsiri vizuri. Na ndivyo huyu Yusufu akavalishwa nguo mzuri, akawekwa pete kwa kidole, na akafanywa gavana, na akaambiwa angalia mambo ya chakula. Na baada ya hiyo miaka 7 chakula ikaisha dunia mzima. Lakini baada ya kumalizika huko Canaan pia kulikuwa na njaa huko Canaan, na Jacob akatuma hawa vijana wake waende wakanunua chakula huko Misri. Mtu yule walikuta ni Yusufu, isipokuwa hakuwa anamjua, lakini mwishowe wote walijoin Yusufu huko Misri, na akawasaidia na chochote walikuwa anataka, na walimkuta akiwa mkubwa mahali pale. Unaona, ndoto ilitimia, ati wote watamuinamia kama mkubwa wao, na hivyo ndivyo ilifanyika. Nataka kukuambia kitu kimoja, ndugu yangu au dada yangu. Mungu akikuonyesha kitu, ujue Mungu si muongo. Siku moja itatimia, na utaona mambo ikienda vile uliona Mungu alikuongelesha kupitia ndoto. Ni kwa sababu Mungu aliongea na Yusufu kwa ndoto, na hayo mambo yote ikatimia, na hawa vijana na baba yao wakainamia Yusufu, pia akawasaidia. Nataka kukuambia hata wewe ukiwa chini vile huko, siku moja vile watu wanakushukia, vile madada zako wamekushukia, ndugu zako wamekushukia, hata baba yako na mama yako hawakuoni kama wewe ni mtu wa maana, siku moja wewe ndio utasaidia hiyo familia yote, na wote watakuinamia kama vile hiyo familia ya Yusufu ilimnamia Yusufu. Kile kizuri ni ujue you are more than a conqueror, na hakuna kitu wewe kitakushinda. Ni kwa sababu
wewe unamwamini Mungu kama vile Yusufu alikuwa anamwamini Mungu, naye Mungu akampigania vita zote, akampigania huko kwa Potifaru, akampigania huko kwa jela, na pia akafanya baba na hawa vijana wamuinamia. Pia wewe ujue huko kwenu nyumbani siku moja hakuna mambo haitapitishwa bila wewe kukubali. Kwa hivyo we angalia vile uko chini sahi, angalia vile watu wanakudharau, angalia vile watu wanaongea vibaya kuhusu wewe, angalia vile watu wanaongea wakisema wewe ni mtu wa kujifanya, lakini jua siku moja wakati itatimia, wewe ndio utaongoza huko kwenu, na Mungu asidi na kukubariki. Wewe usivunjike moyo, endelea kumwamini Mungu, endelea kusoma neno lake, endelea kumwamini, endelea kumngojea na uendelee kusubiri, na Mungu akubariki.